Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Okay. Habari, kwa majina naitwa Mary Kigosi, ni afisa uhusiano mwandamizi Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH. Karibuni katika banda letu la COSTECH ambapo mwaka huu tumeshiriki katika maonesho ya 45 ya biashara ya kimataifa. Mwaka huu sisi kama Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia ikiwa ina jukumu kubwa la kuishauri serikali kuhusiana na masuala yote yanayohusiana na sayansi, teknolojia na ubunifu. Sisi mwaka huu tumekuja na kategori 3. Tuna wabunifu, tuna watafiti, lakini pia tuna kumbi za bunifu, na jumla yao wanakuwa 30. Kwa hiyo katika kila kategori tuna watu 10. Basi katika Sabasaba hii nitakupitisha katika kila mmoja uweze kujionea ni bunifu gani au bidhaa gani wametuandalia ili tuweze kuwa nasi. Basi nakusii ambatana na mimi uweze kuwasikiliza wabunifu na watafiti pamoja na kumbi za bunifu ni nini wamewaandalia. Asante. Okay, kwa jina naitwa Mhandisi Mtelela kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, idara ya fizikia. Tuko hapa tunaonyesha majiko ya kupikia ambayo yanatumia nguvu ya jua. Yaani majiko haya yanachofanya ni kukusanya tu nguvu za jua na kukuwezesha kupika aina yoyote ile ya chakula. Tunayo majiko ya aina tofauti tofauti yanayotumia teknolojia hiyo. Tunayo majiko yanayoitwa parabolic ambayo kwa kawaida yana uwezo wa kupika chakula kinachotosha familia. Tunayo majiko pia ambayo ni box cooker ambayo imeongezwa uwezo, kwa hiyo inaitwa enhanced box cooker. Hayo ndio majiko ambayo tumeyaleta hapa. Lakini pia tunayo majiko ya aina nyingine ambayo yana uwezo mkubwa zaidi, ambayo yanaweza yakatumika kwenye taasisi kama mashule, kama mahospitali, kama magereza, lakini kwa sababu ya ukubwa wake hatukuweza kupata nafasi ya kutosha kuyaleta hapa. Majiko tulionayo hapa kama nilivyosema ni aina 2. Tuna box cooker, tuna enhanced box cooker na pia tuna parabolic box cooker. Okay, hili ni aina mojawapo ya majiko hayo yanayopika kwa nguvu za jua. Linaitwa parabolic box cooker, parabolic cooker, na linachofanya actually linakusanya mionzi kutoka kwenye direction tofauti tofauti. Ile mionzi ikigusa kwenye bati inakuwa reflected, inaakisiwa kuelekea kwenye point moja ambayo kitaalamu tunaita focal point. Kwenye focal point kunakuwa na joto la kutosheleza kupika kitu chochote kile. Majiko haya yana uwezo wa kufika nyuzi joto zaidi ya 100, na kwa maana hiyo yanaweza yakapika chakula cha aina yoyote ile. Jinsi ya kutumia jiko hili ni kwamba linatakiwa likae juani, na likishakaa juani unahakikisha kwamba linatazama upande ambao jua lipo. Kufanya hivyo maana yake ni kuliadjust, kuligeuza kwa kutumia hendo ambayo iko hapa. Unalegeza hiyo hendo, alafu ukilegeza unaweza ukageuza kufuata direction ya jua. Kawaida direction hii ni ya mashariki na magharibi, yani east na west, lakini pia jiko hili unaweza kuligeuza kidogo kwenda kaskazini na kusini, north na south, kufuata mwelekeo wa jua. Unawezaje kujua kwamba limefocus upande wa jua? Tuna kialama hapa ambacho kinapitisha mwanga, na upande wa pili kuna dot ambayo unahakikisha kwamba hiyo dot iko ile alama ya mwanga iko kwenye eneo la dot. Kwa hiyo kama haipo sawa sawa, una adjust mpaka uhakikishe kwamba dot yako iko ile mwanga wako upo kwenye dot, maana yake litakuwa limeface upande wa jua na linapika. Kama nilivyosema, jiko hili lina uwezo wa kwenda nyuzi joto zaidi ya 100, kwa maana ya kwamba linaweza likapika chakula cha aina yoyote ile. Tatizo angalizo ni kwamba ni vizuri chakula unachopika hapa kisikufanye mwenyewe usimame muda mrefu hapa kwa sababu ya reflection inayotokana na hili jiko, lakini pia kama ukisimama mbele ya jiko utakuwa unazuia mionzi ambayo inafika kwenye jiko. Kwa hiyo tunashauri vyakula vya kupika hapa vile ambavyo unaweza ukaandaa pembeni
ukaleta hapa, ukapika, alafu ukaondoka. Kwa hiyo hilo ndio parabolic cooker. Pia tuna jiko jingine ambalo kama nilivyosema linaitwa enhanced box cooker. Enhanced kwa maana kwamba ni box cooker ambalo limeongezwa uwezo ili liweze kukusanya nguvu zaidi na liweze kupika zaidi. Jiko hili kwa vile kawaida joto linalopatikana huku sio kubwa sana, liko kati ya nyuzi joto 80 mpaka karibu na 100, lakini lina uwezo wa kutunza hilo joto kwa muda kidogo. Kwa maana hiyo kiushauri huwa tunashauri kutumia jiko hili kuoka, kupika mikate, kupika vitumbua, kupika keki na vitu kama hivyo. Lakini pia jiko hili unaweza kutumia kupika wali, kwa sababu wali hauhitaji joto kubwa sana. Kwa hiyo unaweza pia ukatumia pamoja na kuoka vyakula, lakini pia unaweza ukatumia kupika wali kama ilivyo kwenye parabolic cooker, na lenyewe lina uwezo wa kugeuka. Unaweka chakula chako, unaweka sufuria yako ndani, alafu unageuza kwenda mashariki na magharibi kufuata jua, na vile vile lina matairi ambayo yanaweza yakakuwezesha kuligeuza kidogo kwenda kaskazini na kusini, lakini pia kulimove kama ni kuingiza ndani na kulitoa nje na vitu kama hivyo. Majiko yote mawili kama nilivyosema yana uwezo wa kupika chakula cha aina yoyote ile. Ni teknolojia mpya, lakini teknolojia ambayo tunaamini kwamba kuwepo kwake unaweza ukapunguza matumizi ya kuni, matumizi ya mkaa, na pia haya majiko hayatoi moshi. Kwa hiyo ni clean technology ambayo inakufanya unapopika usipate madhara ya moshi. Kwa majina naitwa Neema Mlawa, pamoja na wenzangu Franco na Abduli tulifanikiwa kuweza kubuni mashine ya kuweza kupepetea nafaka ili kuweza kumrahisishia mkulima pamoja na mfanyabiashara ambaye anahusika na mazao ya nafaka kuweza kupepeta nafaka yake kwa urahisi. Tulifanikiwa kuweza kubuni mashine ambayo inatumia feni inayoendeshwa na betri ya pikipiki, betri ya gari, sola pamoja na umeme wa kawaida. Lakini pia mashine hii ni rahisi kubebeka, hata kama mkulima yuko shambani au ni mbali, ni rahisi kuweza kubeba mashine hii na kuitumia. Hata kama hamna jua, hamna upepo, ni rahisi kwa mkulima kuweza kuitumia mashine hii kuweza kusafishia nafaka zake. Lakini pia katika kuitengeneza mashine hii tulifanya recycling kwa kuweza kuchukua feni za magari ambayo yameharibika, Carina na Corolla, kuweza kubuni mashine hii. Mashine hii unapoweka nafaka zako hapa, feni ambayo iko mahali hapa inatoa upepo ambao huu upepo unauzidi ule uchafu ambao unaingia katikati na kuweza kusafisha nafaka yako kabisa na kuwa safi. Huu ni mfano wa mahindi na maharage yakiwa yamepepetwa, yakiwa ni safi, yakitolewa vumbi pamoja na yale makapi ambayo yanapatikana pamoja na zile pumba ambazo ziko kwenye nafaka. Lakini pia mashine hii tuliweza kuitengeneza kwa gharama nafuu na kwa kutumia material ambayo yanapatikana hapa nchini ili kuweza kuifanya iweze kumfikia kila Mtanzania ambaye anajihusisha na masuala ya nafaka. Mashine hii inapatikana kwa gharama ya Rr480,000. Naitwa Mhandisi Maneno Mohamed Ali, ni mtafiti kutoka shirika la utafiti wa maendeleo ya viwanda Tanzania TIDO. Kupitia fund ya COSTECH tuliweza kufanya utafiti kuhusiana na swala zima la sumkuvu, na tukaja na suluhisho pekee la kuweza kuwasaidia wakulima kuweza kuzuia kitu kinachoitwa sumkuvu. Na tulifanyaje? Tulikuja na tukaamua kutengeneza kitu kinachoitwa kaushio la jua, ama kwa lugha ya kigeni tunasema solar dryer. Kaushio la jua kazi yake kubwa ni nini? Kaushio la jua kama mnavyoliona hapo, lengo lake kubwa ni kuweza kumsaidia mkulima kuondokana na kitu kinachoitwa sumkuvu. Sumkuvu kwa kifupi ni fungus ambao unasababishwa na unyevu unaotokana na mazao yakiwa shambani wakati wa kusindika ama wakati wa kusaga. Sasa ili kuweza kuondokana na sumkuvu tunatakiwa kuyakausha mazao kwa 100%. Kwa hiyo tukaja na suluhisho hili kama unavyoona hapa. Hili ni solar dryer, kaushio la jua ambalo ndani yake huku kuna tray ambayo tray inaweza ikahifadhia mazao yetu kama mahindi, alizeti ama karanga. Na hapa juu kama unavyoona kuna kitu kinaitwa V-screen. V-screen ni material maalum ambayo inaweza kaingiza jua kwa 100%. Kwa hiyo ndani ya kaushio letu la jua tunatandaza kama ni karanga, na hatimaye tunaruhusu mwanga wa jua ambao unapenya na kwenda kuyakausha mazao kwa 100%, na hivyo kuweza kuondoa kitu kinachoitwa sumkuvu.
Mradi unavyoona kama ili kausho la jua tumelitengeneza katika wilaya ya Chamwino katika kijiji cha Aneti, na tumeweza kuwasaidia wakulima kuweza kuondokana na unyevunyevu wa mazao ama sumkuvu. Na pia kupitia kausho la jua pia tuliweza kutoa mafunzo kwa wakulima mbalimbali ndani ya wilaya ya Chamwino katika kijiji cha Aneti kuweza kuondokana na sumkuvu. Na vile vile pia kupitia mradi wetu wa kausho la jua ambao ulidhaminiwa na COSTECH, tumeweza kupata mwanafunzi mmoja ambaye amehitimu masters na tuliweza kumfadhili kupitia mradi. Na sasa tuko katika hatua za mwisho kuweza kutoa andiko ama tunaweza kusema kupublish. Andiko hilo litahusiana na swala zima la sumkuvu. Hivyo tunahakikishia, tunawaomba wananchi waweze kufika katika maonesho ya Sabasaba, hususan katika banda la COSTECH, banda la 21, ili waweze kujua ama kufahamu ni jinsi gani ya kuweza kuondokana na kitu kinachoitwa sumkuvu na kuweza kujifunza zaidi kuhusiana na swala zima la kausho la jua. Asanteni. Kwa majina naitwa Susan Polycarp Shirima. Mimi ni marketing manager na communications manager wa Twende Social Innovation Center. Sisi ni kituo cha ubunifu, tunapatikana Arusha 88. Ni kituo cha ubunifu kinachotoa support kwa wabunifu wote wenye idea tofauti za kiubunifu kudesign na kujitengenezea teknolojia zao binafsi ili ziwasaidie katika maisha yao au maisha ya jamii inayowazunguka. Kwa hiyo mtu yoyote mwenye idea yoyote ya kiubunifu anakuja kwetu sisi, tunamsaidia kwa kumshauri na kumpa uwezo wa kuweza kutengeneza hiyo idea yake kuwa kitu halisi kwa kupitia teknolojia. Tuna programs tofauti za wanachuo wa ndani ya nchi na wa nje ya nchi ambao wanakuja, wanakaa chini pamoja na jamii, wanatafuta changamoto zozote na kuchagua jinsi na kufikiria jinsi ya kuzitatua kwa kupitia teknolojia. Pia tuna programs za watoto wa shule ambao tunawafundisha waweze kuwa creative, wanapata skills tofauti kwa kutengeneza devices ndogo kama tochi, kama charger za simu, kama squeezers pamoja na wardrobes ndogo. Kwa hiyo Twende kwa ujumla tunahamasisha watu wote wenye ubunifu wa aina yoyote ile waje kwetu, watuelezee ubunifu wao na sisi tutawasaidia kwa outshine na kutengeneza teknolojia. Kwa jina naitwa Kelvin Paul, natokea MITskits, kampuni ambayo tunajihusisha na ubunifu wa kutengeneza vifaa vya kumsaidia mwanafunzi kujifunza sayansi kwa vitendo. Tunapatikana Mwanza, ni mmoja wa wafadhiliwa au wanufaika wa Tume ya Taifa ya Sayansi COSTECH. Tangu 2019 walipoanza kutusaidia, tumeweza kunufaika kwa kutengeneza bidhaa yetu mpaka imefika sokoni, lakini pia kwa kusajili kampuni na kuweza kubiasharisha. Tuko chini ya SIDO na tunafurahi sana kwa kuweza kusaidiwa na COSTECH. Tunapenda kuwakaribisha watu katika bidhaa zetu. Tunaziuza 30 kwa ajili ya wanafunzi wa primary school na secondary schools. Naitwa Lupiana, natokea Jenga Hub. Jenga Hub ni kituo ambacho kinafanya kazi na watoto katika kuwasaidia mafunzo ya teknolojia. Jenga Hub ni kituo ambacho kinafanya kazi na watoto katika kuwapatia mafunzo ya namna gani wanaweza kutumia teknolojia kwa ajili ya kujiendeleza wao wenyewe na jamii inayowazunguka. Kupitia kituo chetu watu wanaweza kupata mafunzo mbalimbali kuhusu tehama na namna gani wanaweza wakatumia tehama na ubunifu wao kwa ziada kwa ajili ya kufanya mambo mbalimbali. COSTECH wameweza kutuwezesha sisi kama Jenga Hub kufikisha mafunzo yetu kwa watoto wengi zaidi. Kwa sisi kufanya kazi na wadau wa watoto kama walimu na mashule, tumeweza kufikia mashule mengi zaidi. Ukifika kwetu leo Sabasaba unaweza ukapata na ukajifunza. Ukifika Sabasaba katika banda letu unaweza ukapata taarifa zaidi ya namna gani Jenga Hub inaweza kumsaidia mtoto wako katika kumuibua na kumlea ubunifu wake hata huko mbele huo ubunifu wenye tija katika jamii ya Tanzania. Okay, basi au mliowaona ni baadhi tu ya watafiti wabunifu pamoja na kumbi za bunifu ambazo zimekuwa supported na serikali kwa kupitia Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH. Basi usikose kuwa nasi, ninachokushauri usikose kutembelea banda letu la COSTECH ambalo linapatikana mtaa wa Mabarozi, banda namba 21. Karibuni sana.